Naam, habari za wakati huu na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa mchana wa leo nchini Tanzania. Habari za hivi punde za kukatisha tamaa kwa wafuasi wa Chadema na Tundu Lissu ni kwamba mahakama jijini Dar es Salaam leo imeahirisha tena kesi ya Tundu Lissu iliyotarajiwa kusikilizwa leo tarehe 10 mwezi wa Novemba. Mahakama hiyo sasa imetoa tarehe hii mpya na pia imetoa sababu nzito ya kiusalama iliyopelekea kuahirishwa mara moja kwa kesi hiyo ya Tundu Lissu leo mahakamani. Kabla ya tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Kesi ya uhaini iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu inayomkabili kiongozi wa upinzani na mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu ilichukua mkondo usiotarajiwa Jumatatu hii Novemba tarehe 10 mwaka 2025 baada ya kikao cha mahakama kufutwa ghafla. Mahakama Kuu ya Tanzania iliyoketi katika masjala ndogo ya Dar es Salaam ilipangwa kusikilizwa ushahidi wa shahidi wanne wa upande wa mashtaka. Hata hivyo, kesi hiyo ilisitishwa ghafla kutokana na sababu za kiusalama na matatizo ya kiusalama, na hivyo kuashiria kucheleweshwa tena kwa kesi ambayo imeshika umakini wa taifa kwa muda mrefu. Kufutiliwa mbali kwa kesi ya Tundu Lissu kulizua wimbi la minong'ono leo na hasira kwa wananchi kote Tanzania, huku wengi wakitarajia matokeo mapya katika kesi hiyo ya uhaini inayoendelea siku ya leo. Waliweza kukatishwa tamaa baada ya kesi hiyo kuahirishwa tena. Wakili mkuu wa serikali Thawabu Issa alieleza mahakama kuwa mamlaka ya magereza ilishauri dhidi ya kumsafirisha Lissu mahakamani kutokana na kukithiri kwa usalama jijini Dar es Salaam. Hali ya mahakama ilizidi kuwa tete, huku waandishi wa habari, wafuasi wa Chadema na wanadiplomasia na waangalizi wa kisiasa wakisubiri kikao ambacho hakikuanza. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, kufutwa kwa kesi hiyo ya Tundu Lissu leo au kuahirishwa hakukuwa na msukumo wa kisiasa bali ni tahadhari muhimu, huku kukiwa na taarifa za kuongezeka kwa machafuko katika jiji hilo. Lakini wakosoaji walishutumu haraka serikali kwa kutumia visingizio kama hivyo vya usalama kuchelewesha kesi hiyo ya Tundu Lissu. Wanasema kuwa kuendelea kuahirishwa kwa kesi ya Tundu Lissu kila siku kunaonyesha hofu kubwa ndani ya taasisi ya kisiasa juu ya ushawishi wa harakati zake na uungwaji mkono mkubwa wa umma unaoendelea kuvutia umakini wa watu wengi nje ya mataifa. Mahakama iliyoongozwa na Jaji Dastani Nduguru iliamua kwamba kesi hiyo ya Tundu Lissu ingeahirishwa hadi Jumatano ya Novemba tarehe 12 mwaka huu wa 2025. Uamuzi huu ulikuja licha ombi la upande wa mashtaka la kutaka kuahirishwa kwa wiki mbili. Waangalizi walibaini kuwa ucheleweshwaji huu mdogo unaweza kuwa ni ishara kutoka kwa idara ya mahakama kwamba haitaki kuonekana kama inashiriki katika kukwama kwa utaratibu kwa muda mrefu. Hata hivyo, kufutwa ama kuahirishwa kwa kesi ya Tundu Lissu leo kumezua maswali zaidi kuhusu iwapo haki inatendeka kwa haki katika kesi nyeti za kisiasa. Hali ya usalama jijini Dar es Salaam inaripotiwa kuwa mbaya zaidi saa chache kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, na hii ni mojawapo ya sababu kuu ya kuahirishwa kwa kesi hiyo, huku mitaa kadhaa pia karibu na mahakama ikiwa na doria kali kubwa ya polisi. Ripoti zinaonyesha kuwa wafuasi waliojaribu kukusanyika nje ya mahakama waliweza kutawanywa pindi tu kesi hiyo ilipoahirishwa. Kuahirishwa kwa kesi hii ya Tundu Lissu leo chini ya mazingira haya kumezidisha mashaka ya umma kuwa viongozi wanaweza kutaka kuzuia kuonekana kwa kesi yake ya kisheria. Wakati huo huo, vyanzo vya karibu na timu ya ulinzi vilionyesha kusikitishwa na usumbufu unaorudiwa. Wanasisitiza kuwa Tundu Lissu yuko tayari kukabiliwa na kesi na ana nia ya kuthibitisha kuwa hana hatia yoyote katika kile ambacho washirika wake wanaeleza kuwa ni kesi ya kisiasa. Kuahirishwa kwa kesi hii ya Tundu Lissu sasa wanasema kunachelewesha sio tu haki kwake bali pia fursa ya taifa kukabiliana na ukweli wa tuhuma hizo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuahirishwa kwa kesi ya Tundu Lissu leo ni kielelezo cha usawa wa kisiasa wa Tanzania, huku wapinzani wakiendelea kudai mashtaka ya haki na kukomesha haki ya kuchagua.
Kesi hiyo iliyojikita katika madai kwamba Tundu Lissu alijaribu kudhoofisha udhabiti wa taifa kupitia uhamasishaji wa kisiasa imetazamwa na wengi kama sehemu ya jitihada za kuwanyamazisha wapinzani kabla ya mzunguko wa uchaguzi uliokamilika. Habari za kuahirishwa kwa kesi hii ya Tundu Lissu leo pia zinakuja siku chache baada ya ujumbe uliorekodiwa wa Tundu Lissu akiwa chini ya ulinzi kusambazwa mitandaoni na wafuasi wake kwa njia ya maandishi ukitaka umoja wa kitaifa na upinzani wa amani. Katika ujumbe huo aliwakumbusha Watanzania kuwa haki inayocheleweshwa ni kunyimwa haki na kuwataka wafuasi wake kuendelea kuwa wavumilivu lakini wawe makini. Kuahirishwa ghafla kwa kesi yake leo kunaonekana kuyapa uzito mpya maneno yake, kwani wengi wanahofia kuwa kucheleweshwa mara kwa mara kunaweza kukaza kesi kwa muda usiojulikana. Mashirika ya haki za binadamu pia yamepima uzito yakielezea kuahirishwa kwa usikilizaji wa Tundu Lissu leo kama ishara ya kutia wasiwasi kwa utawala wa sheria. Wanasisitiza kuwa watu wote wanaotuhumiwa bila kujali itikadi za kisiasa wanastahili kuchukuliwa hatua kwa wakati na kwa uwazi haraka iwezekanavyo. Mashirika kadhaa sasa yanatoa wito kwa waangalizi huru kufuatilia kikao kijacho cha mahakama ili kuhakikisha kwamba utaratibu unaofaa unazingatiwa. Kwa wananchi wanaofuatilia kesi hiyo kutoka majumbani, kila kuahirishwa kunaongeza hali ya kutokuwa na uhakika na uchovu. Ucheleweshwaji huo wa kisheria umewaacha wengi wakijiuliza iwapo mfumo wa mahakama unaweza kuhimili shinikizo la kisiasa. Pamoja na kuahirishwa kwa kesi ya Tundu Lissu leo, mashaka yanaendelea kutanda juu ya iwapo haki itawahi kupatikana katika mazingira ambayo masuala ya usalama mara kwa mara yanashinda haki ya kusikilizwa kwa haki. Kwa upande mwingine, msemaji huyo aliyezungumza kwa niaba ya serikali anashikilia kuwa uamuzi wa kuahirishwa kunaonekana kwa Tundu Lissu ulifanywa ili kuhakikisha usalama na utulivu. Wanasisitiza kuwa amani ya jiji lazima itangulie kuliko ratiba ya mahakama. Hata hivyo, maelezo hayo hayajawaridhisha wanachama wa upinzani Chadema ambao wanaona kuvuruga mara kwa mara kama jitihada za kimkakati za kudhoofisha kesi ya ulinzi ya Tundu Lissu na kupunguza ushiriki wa umma. Kuahirishwa mara kwa mara kwa kesi ya Tundu Lissu imekuwa ishara ya mapambano ya uwazi wa kisiasa nchini Tanzania. Wananchi wengi hasa wafuasi wake sasa wanaona kesi yake si tu kuhusu hatia au kutokuwa na hatia ya mtu mmoja, bali pia kuhusu uaminifu wa taasisi za kitaifa. Kila kucheleweshwa wanabishana kunaondoa imani ya umma kwa serikali na mahakama. Pamoja na kuahirishwa kazi, ofisi ya makamu wa rais imeendelea kutoa wito wa utulivu na kuwataka Watanzania kuheshimu taratibu za kimahakama. Bado wito huu wa subira umetiliwa shaka, hasa kutokana na mtindo wa vikao vilivyoahirishwa mara kwa mara. Wakati habari za kuahirishwa kwa kesi ya Tundu Lissu zikienea leo, mazungumzo mtandaoni yalionyesha mgawanyiko mkubwa kati ya wale wanaotetea tahadhari ya serikali na wanaolalamikia kuingiliwa kisiasa. Baada ya kuhairiwa kwa kesi hiyo leo, wito wa uwazi umeongezeka zaidi mitandaoni. Viongozi wa asasi za kiraia na upinzani wanataka maelezo ya wazi kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na mahakama kuhusu ni kwa nini uhamisho wa Tundu Lissu mahakamani ulionekana kuwa si salama. Kukosekana kwa uwazi kumechochea uvumi mitandaoni, huku wengine wakipendekeza kuwa mamlaka zinanunua wakati, huku kukiwa na mgawanyiko wa ndani kuhusu jinsi ya kushughulikia kesi hiyo inayoshtakiwa kisiasa. Jua linapozama leo Dar es Salaam, mwangwi wa kukatishwa tamaa ulijaa kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwa wafuasi wa Chadema. Wafuasi, wanasheria na waangalizi wa kimataifa sasa wanangojea kikao cha Jumatano tarehe 12 kilichopangwa upya kwa matumaini ya tahadhari. Lakini baada ya kuahirishwa tena kwa kesi ya Tundu Lissu, swali moja linabaki midomoni mwa kila mtu, hasa wafuasi wa Chadema: haki itaendelea kucheleweshwa hadi lini chini ya bendera ya masuala ya usalama? Nijuze maoni yako upande wa comment section, vile like video hii kisha subscribe.